pamoja na kuwakosa Stefan Aziz Ki ambaye hayupo tena ndani ya klabu ya Yanga na baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri, lakini Yanga inaonekana bado kuwa na moto kutokana na muundo ambao ushajiwekea msingi kwa kila timu ambayo inakuja mbele yake. Of course timu ni msingi, timu ni philosophy kwa maana ya msingi. Bila kuwa na msingi ambao unaweza ukautengeneza vizuri, timu yako haiwezi kuwa na consistency kwa maana ya mfululizo wa matokeo mazuri. Kwa hiyo wanachokifanya kwenye upande wa timu kubwa, cha kwanza kabisa wanatengeneza msingi ambao unaweza ukawa na utambulisho wa uchezaji uwanjani, utambulisho wa wachezaji wao ambao wanawasajili katika baadhi ya madirisha ya usajili. Kwa hiyo kwa upande wa timu kama Yanga walishatengeneza msingi wao muda mrefu bila kumtegemea mchezaji fulani au mtu fulani. Kwa maana wamepita wachezaji wengi katika msingi wao, wamepita makocha wengi, lakini hatujaona Yanga wakitetereka kwa sababu ya msingi mzuri ambao wameutengeneza chini ya Engineer Saidi. Alianza mchakato wake taratibu na kuwakaribisha wataalamu tofauti tofauti ambao wengine tulikuwa tunatangaziwa katika vyombo vya habari kwamba kuna wataalamu kutoka Hispania wamekuja kwa ajili ya kutengeneza huu mchakato wa Yanga ambao malengo yao ni kufanikiwa ndani na hata nje ya mpaka wa Tanzania. Na tunaona mchakato wao ulianza kufanya kazi taratibu kwa kutafuta watu ambao wanaweza kuuendesha huo mchakato, kutafuta wakufunzi, kutafuta watendaji, maafisa habari, pamoja na watu ambao wanaweza kufanya kazi nyuma ya wachezaji. Na tuliona juhudi kubwa kutoka kwa hao viongozi, na sasa hivi Yanga hata asipokuwepo Stefan Aziz Ki, Yanga hata asipokuwepo Paco Mzuzwa, Yanga hata asipokuwepo kocha, kwa maana wamepita Miguel Gamondi, amepita Sid Ramoville na sasa hivi yupo Hamdi Milud, lakini unaona Yanga ipo katika hali ile ambayo tumeizoea kwa misimu mingi. Kwa hiyo mazingira ya kutengeneza msingi ndio mazingira ambayo yanatenda kazi kwa sasa hivi bila kutegemea uwepo wa Stefan Aziz Ki ambaye amesajiliwa na kikosi cha Wydad Casablanca ambao sasa hivi tunaiona inashiriki michuano ya FIFA Club World Cup, bila kumtegemea Djigui Diarra ambaye hata katika kikosi cha jana dhidi ya Dodoma hakuanza, bila kumtegemea mchezaji yoyote ambaye aliweza kuperform msimu uliopita au aliperform mwanzoni mwa msimu, lakini unaona timu inaweza kupata matokeo. Lakini kitu ambacho kilikuwa chepesi kwa upande wa siku ya jana ni fomu ambayo Dodoma Jiji wamekuwa nayo katika michezo mitatu iliyopita. Wamekuwa na matokeo mabaya pia katika michezo ambayo wanakutanisha na zile top team. Kwa maana ya wanapokutana na Azam, wanapokutana na Simba, wanapokutana na Singida Black Star, na pia walipokutana na Yanga. Ni Dodoma ambayo imekuwa na tabia au mazoea ya kuruhusu wavu wake kuguswa mara nyingi. Tunafahamu michezo dhidi ya ile top 4 dhidi ya Dodoma walifungwa mabao mengi. Dhidi ya Simba walifungwa takriban mabao 5, mabao 6. Dhidi ya Azam mabao 5. Mchezo wa kwanza ambao ufanyika pale Dodoma na Yanga mabao 4, jana mabao 5. Kwa hiyo wanapokutana na Dodoma, wanapokutana na hizi top team, Dodoma wanaruhusu sana wavu wake kuguswa mara nyingi. Wamefungwa magoli 5 jana. Ile mechi ya mzunguko wa kwanza mabao 4, 9 hayo. Alafu wakaja kafungwa tena na Azam. Magoli mangapi? Kama 5. 5 si 6. 5. Na Simba? Nakumbuka Azam 5, Simba 6. Nakumbuka hiyo. Kwa hiyo 11. Wanajua kuruhusu magoli. Inawezekana ni timu ambayo imeruhusu mabao mengi wanapokutana na hizo giant kwenye of course, na ndio sifa yao kubwa. Ndio sifa yao. Ndio sifa yao kubwa. Ndio msingi So msingi sifa, so msingi. Mimi nilishangazwa na kipindi cha pili kwa sababu kipindi cha kwanza walikuwa vizuri. Yaani walicheza wamerelax na uliona walikuwa wapatia Young Africans nafasi. Yaani kipindi cha pili wamerudi ni kama walicorrupts. Tena Young Africans yakaanza goli la kujifunga na wenyewe akafunga magoli. Kwa hiyo Maxime nafikiri anatakiwa ni wale makocha ambao anaamini kwenye mpira anaofundisha. Anataka akikutana na Yanga sijui acheze akae nyuma. Yeye anacheza anavyocheza na Young Africans, atakavyocheza na Ken Gold, atakavyocheza na Coastal Union.